Hii ni Uhondo TV, mimi ni Fadhili Komba. Karibu nikupitishe katika yaliyojiri katika mitandao ya kijamii. Nikianza na katika mtandao wa X, kuna hii hapa kutoka kwa Lema. Ameandika, nafikiri unaonewa na kudhalilishwa kupita kiasi. Nafikiri hii sio sawasawa. Pengine unaweza kuwa unavuna ulichokipanda kwa watu wengi sana ulipokuwa RC, DC, kila mahali ulipopita. Hata hivyo, kuna kitu tunapaswa kujifunza kama binadamu, kuwa kesho ni ya Mungu pekee. Jipe moyo mkuu. Vile vile usiwe mjinga kupitiliza. Kuna wakati najisikia vibaya kuona unayopitia, kwani najua nilivyokuwa najisikia siku zile nilipokuwa napita katika mateso na huzuni ulipokuwa RC hapa Arusha. Ameandika God bless Lema kupitia ukurasa wake wa X, na hii imeandikwa mara baada ya mkuu wa mkoa wa Arusha Paul Makonda kusema maneno haya. Mheshimiwa Naibu Waziri Mkuu, hakuna mahala pasipokuwa na changamoto, lakini watendaji wa jiji wamepambana sana, na yale yaliyokuwa yana changamoto tukipata taarifa tulikuwa tusiti kuyachukulia hatua. Niwaombe waendelee kuwa wamoja, waifanye hiyo kazi ya mshikamano. Hata kama zimebaki wiki 2, wiki 3, mwezi mmoja, sisi tupambane kuwaletea maendeleo wananchi wa mkoa wa Arusha, hususan jiji letu la hapa Arusha. Baada ya kusema leo, Mheshimiwa Naibu Waziri Mkuu, nimpongeze pia kaka yangu Mlisho Gambo. Simama kwanza wakuone. Arusha oye! Nampongeza kwa sababu moja kubwa. Kwa sababu moja kubwa. Juzi ameomba radhi bungeni. Amechonganisha sana watu hapa. Na leo hapa ameanza kumsifia mkuu wangu wa wilaya kwa sifa zile ambazo alinisifiaga mimi nilipoteuliwa kuwa mkuu wa mkoa. Lakini sasa hivi hata kulitamka jina la Makonda hawezi. Na msifu kwa sababu aliomba radhi. Alikuwa anaenda kuharibu maisha ya watu kwa kuwadanganya wabunge, na bunge lisingekuwa makini na waziri wetu Mchengerwa kuwa imara, leo hii kuna watu wangepoteza kazi kwa uongo wake. Sasa ombi langu kwake moja, awaombe radhi watu wote aliowaumiza kwa kuwafitini, kwa kuwachonganisha na kuharibu maisha yao. Kwa sababu bila kufanya hivyo, ngojeni, mzee Mwandi amesema hapa, safari ya mbinguni hata mimi naitaka. Mambo yalivyoendelea yalipelekea mpaka simu nikazopata, kweli unamuita waziri wetu muongo. Hii stendi inayokwenda kujengwa hii, nimemwomba waziri Mchengerwa, design iliyokuepo ilikuwa ni design ndogo, haikizi standard ya Arusha. Waziri Mchengerwa akaongeza mpaka budget imefika kwenye bilioni 30. Ni faida ya wananchi wa jiji la Arusha. Alafu namuita waziri wetu muongo. Kwa kuwa bunge limemsamehe, na mimi moyoni mwangu sina shaka naye, lakini sharti langu moja, aliwaumiza na kuharibu maisha yao, akawaombe radhi, ili mbele ya Mungu na mbele ya wanadamu tupate kibali cha kuifanya kazi hii. Wajanja wanapokuwa wengi mahala, utulivu unapotea. Mimi ndio mkuu wa mkoa hapa. Nitakula spana kila mtu mpaka kazi niliyotumwa ikamilike. Arusha hii tulichelewa mno. Jengo lile la utawala limekaa miaka mingi. Jiji la Arusha wanatumia jengo la mwaka 1959. Watumishi hao wengine wako kwenye mitaa kule, hawana jengo. Na lengo lilikuwa hata hiki tulichokianza kukijenga, alitafuta namna na kenyewe kipigwa marufuku kisimame. Sisi ndio watendaji wa serikali. Sisi ndio tunasimamia ilani. Na mwishoni mwaka huu kabla uchaguzi nitamkabidhi mzee wangu mzee Sabaya kila jambo liloahidiwa na utekelezaji wake. Mimi ni kama reli, ukikaa mbele yangu kwenye treni na kwenda